Kuna mimba mingine inaweza ikachagua isipende chakula cha aina fulani, lakini uwepo wa baba unaweza ukamsaidia mama kuweza kujua kama mama hapendi kitu hiki, nimpe kitu gani, nishirikiane naye vipi, ana hasira sasa hivi, nitamfariji vipi, kwa sababu pia mtoto anaanza kusikia kutoka akiwa tumboni. Kwa hiyo kama mama anakuwa na majonzi sana, unaweza ukaona namna gani pia unaweza ukapata mtoto ambaye anakuwa na majonzi sana. Tafiti mbalimbali duniani zinaonyesha kuwa ushiriki wa mwanaume katika malezi huchangia afya bora ya mama na mtoto, huku ukisaidia ukuaji mzuri wa mtoto kisaikolojia na kitaaluma, pamoja na kujenga familia zenye amani na utulivu. Akizungumza na waandishi wa habari, mratibu wa malezi mbadala, ulinzi na usalama wa mtoto kutoka SOS Children Villages, Bi Husna Selungwi, amesema mtoto akiwa tumboni tayari anahisi na kusikia mazingira yanayomzunguka, hivyo ushiriki wa baba katika kipindi hicho una nafasi kubwa katika makuzi yake. Kwa majina naitwa Husna Selungwi, nafanya kazi SOS Children's Village. Naratibu mpango wa malezi mbadala, ulinzi na usalama wa mtoto kutoka ofisi zetu za Arusha. Ushiriki wa wanaume au wakina baba katika malezi ni muhimu sana katika hatua zote tangia utungaji wa mimba. Utaalamu unaonyesha kwamba tangia mtoto yuko tumboni anasikia na anahisi matendo yote ambayo baba na mama wanashiriki katika ukuaji wake. Kwa hivyo sauti ya baba na uwepo wa baba ni muhimu sana katika makuzi na malezi ya mtoto kwa nyanja zote hizo na kwa hatua zote hizo. Ndio maana wakina baba wanashauriwa sana kuwa karibu na wakina mama. Lakini pia ni kipindi ambacho mama anapitia mambo mengi sana anapokuwa mjamzito. Kwa hiyo anahitaji uwepo wa baba na jamii yote kwa ujumla kuweza kumfariji na kumwezesha yeye aweze kukubaliana na mabadiliko anayoenda nayo. Kwa sababu pia kuna mabadiliko ya kimuonekano wa mama, mabadiliko ya kitabia, mabadiliko hata ya namna gani anakula chakula. Kwa hiyo ushiriki wa baba ni muhimu sana. Kuna mimba mingine inaweza ikachagua isipende chakula cha aina fulani, lakini uwepo wa baba unaweza ukamsaidia mama kuweza kujua kama mama hapendi kitu hiki, nimpe kitu gani, nishirikiane naye vipi, ana hasira sasa hivi, nitamfariji vipi, kwa sababu pia mtoto anaanza kusikia kutoka akiwa tumboni. Kwa hiyo kama mama anakuwa na majonzi sana, unaweza ukaona namna gani pia unaweza ukapata mtoto ambaye anakuwa na majonzi sana. Kwa hiyo baba ni muhimu sana, pamoja na familia kwa ujumla, kuwa karibu na mama mjamzito ili kuweza kumtengenezea mazingira ya amani, utulivu, kuhakikisha kwamba anapata lishe sahihi kwa ukuaji wa mtoto wake. Kwa sababu kwenye kumlea mtoto kunaanza tangia kwenye kutungwa kwa mimba. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hata mtoto mwingine anazaliwa tayari, unamwona mtoto amezaliwa ana huzuni, ametoka nayo tangia huko alipokuwa ametungwa kwenye mimba yake. Lakini vile vile mahitaji na makuzi yanahitaji wa baba na mama. Kwa hiyo unaweza kukuta mtoto ambaye anakosa kuwepo na baba anakuwa ni mnyonge, kwa sababu muda mwingine wanaweza kaa kwenye mchezo wa wenzake, wanaulizana baba yako yuko wapi, yeye anashindwa kujibu. Anakuwa na maswali mengi ambayo anajiuliza na anakosa majibu. Na anataka kufahamu vitu vingi sana na anapenda kufarijiwa na wazazi wote wawili. Kwa hiyo ni changamoto sana kwa mtoto endapo anapokosa malezi ya pande zote mbili. Inaweza ikatokea kwamba mtoto akakosa malezi pande zote mbili, pengine kwa sababu ya ajira, pengine kwa sababu ya kifo, lakini kama wazazi wote wawili wanaweza wakawepo, basi ni jambo zuri sana kuwepo kwa pamoja kushiriki malezi ya mtoto, kwa sababu ukamilifu wa mtoto unategemea baba na mama, na tunaona hata mtoto mwenyewe anaunzwa kuwepo na baba na mama. Aidha, baadhi ya waandishi wa habari wamesema wataendelea kuandika na kuhamasisha jamii, hasa wanaume, kushiriki kikamilifu katika malezi ya watoto wao ili kujenga kizazi bora. Mimi naitwa Beatrice Gerard, ni mwandishi wa habari kinara wa masuala ya malezi na makuzi kwa mkoa wa Arusha. Kama tunavyofahamu kwamba serikali yetu inatekeleza mpango jumuishi wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Kwa wale ambao tulianza pamoja huu mpango, tumebaini kwamba ushiriki mdogo wa wanaume katika malezi bado ni tatizo kubwa. Kwa hiyo tunahamasisha waandishi wa habari, lakini pia waandishi wa habari ambao ni wakina baba kushiriki kikamilifu katika malezi na kuandika taarifa mbalimbali zitakazohamasisha wanaume
wanaume kushiriki katika malezi ya watoto wao, kwa sababu ni muhimu kwa ajili ya malezi yao na ukuaji wao, lakini pia ni muhimu kwa sababu siku zinavyozidi kwenda watoto watatengeneza bonding kati yao na wazazi wao, na mwisho hatutakuwa na zile nyumba za wazee, kwa sababu watoto watatamani kuwa karibu na baba zao, lakini pia baba zao watatamani kuwa na watoto wao. Kwa hiyo tutamaliza tatizo kubwa ambalo tuko nalo kwa Tanzania. Mimi kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wenzetu wa shirika la SOS Tanzania kwa kutuwezesha waandishi kupata elimu hii ya masuala ya malezi na makuzi kwa watoto. Kama tunavyojua, mwandishi mzuri ni yule ambaye kila siku anajiongeza maarifa, na hasa katika nyakati kama hizi ambapo mambo yanabadilika kila wakati. Kwa hiyo tunawashukuru na tunaomba na wadau wengine wenye nafasi kama hii basi waendelee kutusaidia waandishi, kwa sababu tunahitaji sana training za namna hii. Hasa katika swala la ushiriki wa wanaume, nafikiri ni mada ambayo kwa kweli imekuja kwa wakati mwafaka, kwa sababu sote sisi ni mashuhuda. Sasa sisi sote ni wazazi, kwamba ushiriki wa wanaume katika masuala ya malezi ya watoto umekuwa kidogo sio mkamilifu kama unavyopaswa kuwa. Sasa waandishi tunawezeshwa kutumia kalamu zetu, kutumia vifaa vyetu kuhamasisha wanaume tujitokeze kwa wingi katika masuala ya malezi, kwa sababu na sisi tuna nafasi yetu. Mimi ni Abel Saidi Lowassa na hii ni Asalo TV Online.